Katika safari hii tunatathmini ushirikiano ambao umeendelea kutolewa na Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na taasisi nyingine za serikali katika kuwezesha majadiliano na ushirikishwaji wa wadau katika mchakato huu muhimu. Ndugu mgeni rasmi, kikao cha leo ni hatua muhimu ya kitaalamu katika maandalizi ya ripoti ya wadau. Kinalenga kuwapa wadau nafasi ya kupitia rasimu ya ripoti, kuthibitisha usahihi wa taarifa zilizomo na kuboresha mapendekezo yatakayowasilishwa katika tathmini ya kimataifa ya hali za haki za binadamu nchini Tanzania. Ripoti tunayohakiki leo imekusanya mchanganyo wa asasi ya kiraia zaidi ya 300 kutoka members wa THRDC, lakini vile vile pia kutoka mashirika mengine ambayo sio members. Na washiriki hawa wa asasi za kiraia wametoka maeneo mbalimbali ya nchi. Ripoti hii inachambua maendeleo yaliyofikiwa katika utelekezaji wa mapendekezo 187 ambayo Tanzania iliyakubali katika mzunguko uliopita wa UPR. Vile vile imeainisha maeneo ambayo bado yanahitaji maboresho ya sera, sheria na mifumo ya utekelezaji. Miongoni mwa maeneo yaliyopewa kipaumbele katika ripoti hii muhimu ni umuhimu wa kuendelea kufanya maboresho ya kisheria na kitaasisi ili kuimarisha haki za kiraia na kisiasa. Haki hizi ni pamoja na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kujumuika na kushiriki katika shughuli za kijamii na kisiasa, pamoja na uhuru wa kukusanyika kwa amani ambazo ni msingi muhimu wa utawala wa kidemokrasia. Katika muktadha huo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumependekeza kufanyika kwa mapitio ya baadhi ya vifungu vya sheria vinavyohusu vyombo vya habari, matumizi ya mitandao ya kidijitali pamoja na ushiriki wa kisiasa ili kuhakikisha kuwa vinaendana kikamilifu na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na vinachangia katika kujenga mazingira huru na wezeshi kwa shughuli za kiraia. Aidha, ripoti inaangazia umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa haki za msingi katika mfumo wa haki jinai. Tumebainisha changamoto zinazohusiana na ucheleweshaji wa kesi, hususan kwa watu walioko rumande kwa muda mrefu bila kusikilizwa kwa kesi zao, pamoja na matumizi ya makosa yasiyodhaminika katika baadhi ya mazingira. Kushughulikia changamoto hizi pamoja na kuimarisha mfumo wa uwajibikaji na uwazi katika kushughulikia tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu ni hatua muhimu katika kuongeza imani ya wananchi kwa taasisi za kiserikali na mfumo wa utoaji haki kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua mchango muhimu unaotolewa na watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, wanaharakati wa asasi za kiraia katika kuisaidia jamii kuimarisha uwajibikaji na kukuza utawala bora. Kutokana na umuhimu huo, ripoti hii inapendekeza kuanzishwa kwa mfumo mahususi wa kisheria na kisera wa kulinda watetezi wa haki za binadamu unaoendana na azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu watetezi wa haki za binadamu. Sambamba na hilo, ripoti imeonyesha haja ya kuweka mifumo madhubuti ya kushughulikia na kuchunguza vitisho, vitendo vya unyanyasaji au mashambulizi dhidi ya watu wanaofanya kazi halali ya kutetea haki za binadamu. Kuwepo kwa mazingira salama na wezeshi kwa watetezi wa haki za binadamu si suala la ulinzi pekee, bali ni nguzo muhimu katika kuhakikisha haki za binadamu na utawala wa sheria vinaheshimiwa kikamilifu. Mbali na maeneo hayo, ripoti pia inaangazia umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa wanawake na watoto, hususan katika kupambana na ukatili wa kijinsia na kuhakikisha utekelezaji madhubuti wa mipango ya kitaifa inayolenga kukabiliana na changamoto hizo, ikiwemo umuhimu wa kutekeleza maamuzi ya mahakama ya rufani kuhusu umri wa chini wa kuolewa, pamoja na kuimarisha ulinzi wa kisheria dhidi ya mila na desturi hatarishi kama ukeketaji. Ndugu mgeni rasmi, masuala yanayohusu upatikanaji wa haki za ardhi kwa jamii za wafugaji pamoja na ulinzi wa wakimbizi na makundi mengine yaliyo katika mazingira hatarishi yameibuliwa na ripoti hii. Na ripoti inapendekeza kuimarishwa kwa mifumo ya taasisi husika, kuongeza mazungumzo ya kujenga kati ya serikali na wadau, pamoja na kuhakikisha kuwa sera na mipango ya kitaifa inatekelezwa kwa ufanisi katika ngazi za jamii. Pamoja na changamoto mbalimbali zilizoainishwa,
tunatambua hatua chanya nyingi ambazo zimeendelea kuchukuliwa katika baadhi ya maeneo. Miongoni mwa mafanikio yanayotambuliwa ni pamoja na maboresho katika utoaji huduma za afya, hatua zinazoendelea kuchukuliwa katika kuanzisha mfumo wa bima ya afya kwa wote, maboresho katika mifumo ya usajili wa vizazi na vifo, pamoja na mageuzi ya sera yanayolenga kuimarisha usawa wa kijinsia na elimu jumuishi. Lengo la mchakato wa UPR si kulaumu tu, bali ni kutoa fursa ya majadiliano ya kujenga yatakayoisaidia nchi katika kuendelea kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu kwa kuzingatia ushahidi na mapendekezo yanayotekelezeka. Tunapoendelea na majadiliano leo, napenda kuwahimiza washiriki wote kupitia kwa makini rasimu ya ripoti hii, kutoa maoni ya kitaalamu pale panapohitajika na kusaidia kuhakikisha kuwa ripoti ya mwisho inakuwa sahihi, yenye uwiano na yenye uhalali wa taarifa. Ndugu mgeni rasmi, mapendekezo tutakayothibitisha leo yatakuwa mwongozo muhimu si tu katika ushiriki wa Tanzania katika mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu, bali pia katika kuendeleza juhudi za maboresho ya kitaifa na ushirikiano kati ya wadau mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi na washiriki wote, uwepo wenu hapa leo unaonyesha dhamira ya pamoja ya kuendelea kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Kupitia majadiliano ya wazi na ushirikiano, mchakato huu wa UPR unaweza kuendelea kuwa jukwaa muhimu la maendeleo na maboresho ya mfumo wa haki za binadamu nchini.